Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Karibuni kwa mara nyingine katika muendelezo wa maudhui zetu mbalimbali kwa lengo la kuelimishana mambo ya msingi katika dini yetu. Ndugu zangu wapendwa, ndani ya mwezi wa Ramadhani tulionao, katika muendelezo wa darasa zangu za tafsiri ya Qur'ani ambazo nilikuwa nikiziendesha katika msikiti wangu na usimamia, niliwahi kuzungumza jambo muhimu sana, kwamba swala la kuwaheshimu viongozi na kuwatii ni wajibu, na hilo ni kwa makubaliano ya ulama wote wa Ahlus Sunna wal Jamaa, kwa ni wajibu kuwaheshimu na kuwafuata viongozi. Hili ni jambo ambalo linataka kutengenezewa au kuandaliwa mada yake maalumu ili watu walielewe vizuri. Sasa jambo la kusikitisha ni kwamba siku chache baadaye nikaja nikaona clip ya Sheikh Izzuddin, mmoja katika mashekhe wetu ambao kwa kweli tunawaheshimu, na hatukufikiria hata siku moja kama anaweza kuzungumza maneno ambayo amezungumza dhidi ya baraza la ulama la Zanzibar na dhidi ya mufti Sheikh ambaye ni kiongozi wa Uislamu hapa Zanzibar. Na ujumbe wangu nitakao kwa haswa kwa mufti wa Zanzibar au naibu mufti, wawe wa kweli, wawe wa kweli, wawe wa kweli. Hii cabinet jamanini iliyoko majlisul ulama, wamtumikie Mungu na mtume, wasijitumikie nafsi zao. Maneno ya Sheikh Izzuddin ambayo amezungumza ni maneno ambayo ni magumu, kwanza makali na si sahihi, na tunawajibika kuyasahihisha hadharani kwa sababu yeye amezungumza hadharani. Na jambo la kusikitisha ni kwamba Sheikh Izzuddin ana uwezo mzuri, ana uwezo mkubwa wa kuwafikia mashekhe walioko kwenye baraza la ulama, bali hata ofisi ya mufti yenyewe imeshashirikiana na Sheikh Izzuddin katika mambo mbalimbali. Wameshampa mwaliko katika mambo mbalimbali, katika kongamano la viongozi ameshawahi kuhudhuria, kapewa mwaliko na hao viongozi wetu wa dini wa ofisi ya mufti, katika baraza la Idi, baraza la Maulidi, katika hafla nyingi, katika shughuli nyingi ameshawahi kualikwa na kupewa heshima kubwa. Naendelea kusisitiza, kabla ya kutoa ufafanuzi zaidi kwenye maneno ya Sheikh Izzuddin, naendelea kusisitiza kwamba swala la heshima kwa viongozi, iwe viongozi wa dini au viongozi wa serikali katika ngazi mbalimbali, swala la heshima na utiifu kwetu sisi kwa makubaliano ya ulama wa Ahlus Sunna wal Jamaa, na ndio mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni wajibu wetu. Na ikiwa mtu atakuwa na nasaha au maoni, basi anatakiwa kuyafikisha kwa viongozi, lakini kwa njia zilizokuwa sahihi, kufuata utaratibu na kuwasilisha maoni hayo kwa heshima na busara. Nimeshangaa sana mimi mtu kama Sheikh Izzuddin ambaye ana nafasi kubwa ya kuwafikia mashekhe anashindwa kuenda, kama kuna maoni yoyote, kwenda mbele yao akawaeleza, akatoa maoni yake. Badala yake amekaa msikitini anazungumza na Waislamu maneno machafu, maneno ambayo haielekei kwa mtu kama yeye kuyazungumza. Kwa hiyo sisi licha ya kuwa ni shekhe wetu na tunamheshimu na tunataraji kwenye hili kwamba atajirudi, lakini tunalazimika kuyarekebisha haya maneno yake, kwa sababu ni maneno ya upotofu, bali kuna maneno ya uongo ndani yake na kuna maneno ambayo hayako sawa kabisa. Kwanza, katika maneno yaliyonishangaza zaidi ni kule kutupa maneno machafu na maneno ya kejeli moja kwa moja kwa mufti wa Zanzibar. Lau angelikuwa Sheikh Izzuddin ni mtu wa kawaida, tungelisema labda amevuta bangi, maneno kama yale, au ameelewa. Lakini kwa vile ni shekhe, sijui tuseme alikuwa na hali gani mpaka kazungumza maneno yale. Maana kama ni hasira, basi ni aibu kwa shekhe kama yeye kuzidiwa na hasira kiasi hicho mpaka kumtupia maneno kiongozi wa dini ambaye ni mufti mkuu wa Zanzibar, kumtupia maneno machafu kama yale. Hii ni kuonyesha kwamba hali yake si nzuri. Na Sheikh Izzuddin, mimi nakwambia kwamba ikiwa hali yako ni hii unapokasirika, na hali yako ni hii katika kuzungumza, huna break manake, basi ofisi ya mufti kukufungia Zanzibar watakuwa hawakuonei. Yani manake ikiwa uzungumzaji wako unapokasirika, au ustahamilivu wako katika kuchukua mambo, au ufuatiliaji wako katika mambo ndo uko hivi, manake unaweza ukasikia tu jambo ghafla
bila ya kufanya utafiti na kuwafuata wahusika, ukaanza tu kukaa na kuropoka tu kuzungumza tu maneno makali, ikiwa hali yako ndo hii, basi ofisi ya mufti kukufungia haina kosa. Ubaya zaidi katika mazungumzo ya Sheikh Izzuddin ni kwamba kuna matusi. Yeye mwenyewe amezungumza maneno mabaya na ya uongo, lakini kuna matusi ya watu wamekuja kutukana, kumtukana mufti na ofisi ya mufti, baraza la ulama, kuwatukana mashekhi wetu na viongozi wetu wote hapa Zanzibar. Kuna comments zimekuja, na hii video ya Sheikh Izzuddin imewekwa katika channel tofauti tofauti. Basi wallahi kuna watu wamekuja kutukana matusi, wengine wanasema makafiri, wanafiki yao. Wallahi Sheikh Izzuddin, haya matusi yote wewe ndo utayabeba. Yani wale watu wamefanya makosa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini sababu ya makosa yale ni wewe. Yani wewe ndo umewawekea njia ya kufanya yale makosa, kutukana. Na kwa hivyo fungu pia na wewe utapata kwenye matusi yale ambayo ametukanwa mufti. Yani umewapa watu njia wamtukane kiongozi, matusi machafu mabaya, na hukulifikiria hili. Hukufikiria wewe kwamba mimi nikimtukana kiongozi basi kuna watu watakuja kucomment maneno machafu vile vile, watamtukana kiongozi na itakuwa mimi ndo sababu. Hukufikiria hilo. Moja kwa moja wewe unaropoka bila ya break. Shekhe, wewe umesoma, ni mtu wa dini, hebu tafakari katika kulingania. Usijilinganishe na watu wa ovyo, watu wa wanafiki. Wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume akigawa ngawira, kuna mtu mmoja alikuja akamwambia Mtume, adili ya Muhammad fa innaka lam ta'dil, fanya uadilifu ya Muhammad, unagawa kwa upendeleo, una uadilifu wewe. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akashangaa, akamwambia wailak wa man ya'dilu ba'di idh lam a'dil, wewe mtu wa aina gani wewe? Hivi mimi nisipofanya uadilifu, ni nani baada yangu anaweza kufanya uadilifu? Ikiwa mimi Muhammad si muadilifu, ni nani baada yangu anaweza kuwa muadilifu? Yani mtu anamwambia maneno hayo Mtume. Na jamani, tusishangae watu kama hawa wanaowatupia viongozi maneno wako tokea zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume alipata changamoto kama hii, na wala usioni ajabu. Na mimi namwambia mufti avumilie kwenye hili, Allah atamlipa khairi. Kazi kubwa anayofanya yeye na timu yake na ofisi nzima, baraza la ulama, Allah atawalipa khairi. Wawe wavumilivu kwenye hili. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitupiwa maneno kama haya. Mtu anamwambia Mtume, fanya uadilifu. Sayyidina Umar, baada ya yule mtu kuondoka, Sayyidina Umar akamwambia Mtume, niruhusu nikamkate kichwa chake yule. Lakini Mtume akamtuliza Sayyidina Umar. Kwa hiyo Sheikh Izzuddin, usijifananishe na watu kama hawa. Usijifananishe na watu wenye mwenendo mbaya. Wewe ni shekhe na umesoma, tumia hekima na busara, kuwa mvumilivu. Kama una changamoto yoyote ifikishe kwa hekima. Lakini mpaka unawaambia watu andikeni title yoyote ile, maana yake unawapa watu ruhusa mpaka maneno ya kuandika watakapoiweka video yako kwenye mitandao waandike vyovyote. Ajabu sana. Sasa katika mazungumzo yake anasema kwamba napeleka ujumbe kwa mufti au naibu mufti wawe wa kweli. Na ujumbe wangu nitakao kwa haswa kwa mufti wa Zanzibar au naibu mufti wawe wa kweli, wawe wa kweli. Hii cabinet jamanini iliyoko, majlis al-ulama, wamtumikie Mungu na Mtume, wasijitumikie nafsi zao. Hivi mufti umemuona kwenye uongo gani labda na timu yake? Unaweza ukiitwa, unaweza kuthibitisha uongo wa mufti kwamba mufti ni muongo? Manake ukimwambia mtu hayo mkweli, manake kinyume chake ni muongo. Ni maneno gani ambayo unayazungumza? Mlinganiaji shekhe, halafu unasema mimi kazi yangu kulingania. Kulingania ndo hivi? Kulingania hivi kwa tupia maneno viongozi? Ni manhaji gani? Kiongozi mufti, kiongozi wetu, shekhe wetu, mufti, angalia mufti Kabi alivyo hafidhahullah, mtu mstaarabu, muelewa, unaenda kumtupia maneno unamwambia awe mkweli? Maneno gani unazungumza? Ni mambo mangapi ambayo yamefanywa na mufti hapa Zanzibar? Harakati nyingi za kidini zimeanzishwa na ofisi ya mufti, baraza la ulama na mufti na viongozi wote wa kidini kwa ujumla. Kwa shekhe wetu tunakuheshimu na usituvuruge. Tunaomba ubakie katika kulingania
Lakini ukiendelea kuwagusa mashehe wetu ambao wanafanya kazi kubwa, hili sisi hatuwezi tukalinyamazia, bali amepeleka tuhuma kubwa kwa mufti, na tuhuma hii pia inamwendea hata rais. Anasema acheni kuteuana kwa majina. Wateni kuteuana kwa majina tu, teuaneni kwa vyeo na utenda kazi. Yupi anafanya kazi, yupi anastahiki apewe. Kwa hiyo maana yake mufti anawateua watu kwa majina, yani mufti hana uadilifu, ndo maana yake. Bali mufti mwenyewe pia ameteuliwa na rais, maana yake rais pia kamteua mufti bila ya vigezo, kateua kwa jina tu, halafu na mufti naye akawa anateua watu kwa jina. Maneno gani Sheikh Izzuddin haya? Ni maneno gani machafu? Basi maneno haya hata mtu aliyekuwa hajasoma tu hawezi kuzungumza, kumwambia mufti kwamba acheni kuteuana kwa majina. Halafu jambo la ajabu unasema utakuja huku Zanzibar kwa nguvu, kama unafungwa na wewe ufungwe. Lakini litakalokuwa sasa, watanitia ndani, nitakwenda na nitatoa muhadhara, wanishike wanitie ndani. Hapo sasa kutajulikana mbivu. Akhi, unawezaje kuleta mabavu kwenye nchi ya watu? Sawa, kama walivyosema wewe hapa una asili ya kwenu, lakini huna uraia wa hapa. Huna uraia wa hapa, hata kama jamaa zako hapo, lakini hapa huna uraia. Nchi yako ni Kenya, ndo raia wa Kenya wewe. Kwa hiyo kusema tena nitakuja tena kwa nguvu, kama wanifunge na wanifunge, maneno haya unazungumza wewe kama ni shekhe, na uko katika hali hasa kwamba mimi ni shekhe na nasikilizwa na watu kwenye nchi ya watu, ukavamie kwa nguvu tena hapo unairopokea serikali. Si sawa, si sawa kabisa. Huu si ulinganiaji na hii ni dhulma Sheikh Izzuddin, na sisi tunakwambia uombe radhi kwa ofisi ya mufti, bali uombe radhi kwa Zanzibar nzima kwa ujumla, viongozi wa Zanzibar uombe radhi kwenye hili. Si sawa, umetufitinisha sisi Waislamu wa Zanzibar, umetuletea fitna na viongozi wetu. Katika mazungumzo yake nimemsikia anasema mimi si muhimu kupendwa na Rais Samia, mimi muhimu kupendwa na Allah. Maksud mimi muhimu sikupendwa na Mama Samia, mimi muhimu kupendwa na nani? Maksud mimi muhimu sikupendwa na Mama Samia, mimi muhimu kupendwa na nani? Sasa haya ni mazungumzo ya kielimu kweli? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema viongozi bora, viongozi wenu bora, alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum, ni wale ambao mnawapenda nao wanakupendeni. Watusalluna alaihim wa yusalluna alaikum, mnawaombea dua na nyinyi wanakuombeeni dua. Viongozi bora, Mtume anasema, ni hadithi sahihi hii, anasema viongozi wenu bora ni wale ambao mnawapenda nao wanakupendeni. Mtume hakusema ni wale ambao mnawapenda nyinyi lakini wao hata wasipokupendeni. Hakusema Mtume ni wale ambao hampendani. Kasema Mtume viongozi bora ni wale mnaowapenda nao viongozi wakawa wanakupendeni nyinyi. Mnawaombea dua nao wanakuombeeni dua. Tena utasema vipi si muhimu kupendwa na Rais Samia? Ukisema si muhimu basi ni ajabu, manake hii hadithi iko mbali na wewe. Mtume anasema ni muhimu nyie kupendwa na viongozi wenu na nyie kuwapenda viongozi wenu. Tena wewe unasema si muhimu. Ajabu sana. Maksud mimi muhimu sikupendwa na Mama Samia, mimi muhimu kupendwa na nani? Na ama kusema kwamba mimi usiniambie nifuate protocol, mimi protocol yangu ni dini. Kwa nini yeye asitunge protocol? Yaani mimi na dini, protocol muhimu kwangu mimi ni dini, si mambo ya kisiasa. Sheikh Izzuddin bwana, usizungumze maneno ambayo si akili, maneno ambayo wanazungumza watu wajinga. Dini yenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema almuslimuna ala shurutihim, waislamu hubaki katika zile taratibu zao walizokubaliana na zile taratibu zao walizopangiwa na Mola wao. Waislamu hawaendi tu bila ya itifaki, bila ya hizo protocol. Hawaendi waislamu bila itifaki. Waislamu wanaenda kwa utaratibu, mambo yao wanayapangilia kwa utaratibu. Kwa hiyo naam, ikiwa umeitwa kwenye mhadhara, umeitwa kwenye kikao, ukatakiwa uzungumze jambo fulani na wewe ukakubali, hiyo ni itifaki na hayo ni makubaliano, zungumza lile. Sasa utaenda pale, utaenda kuzungumza jambo jingine, alafu utasema mimi sifati itifaki yenu, mimi nafuata makubaliano, mimi nalingania dini, sifati makubaliano yenu. Dini ndio inakwambia wewe ufuate utaratibu, dini ndio inakufundisha wewe ufuate yale ambayo umekubaliana na watu. Halafu likulli maqamin maqalu, kila sehemu ina mazungumzo yake.
mahala ambapo umetakiwa uzungumze jambo fulani kwa sababu hafla ile inahusiana na mambo fulani, zungumza lile. Sasa wewe utaenda kuzungumza jambo jingine, tena jambo ambalo linatia lawama, labda kumtia lawama raisi au kumweka matatani na kumtia lawama kiongozi fulani, jambo ambalo ilikuwa unaweza wewe kufikisha maoni yako kwa raisi au kwa mheshimiwa kwa njia ya busara, ya hekima, ya chini kwa chini, ukapita kwa viongozi fulani. Mfano Mama Samia, tunapata shida kwenye boda, ukazungumza na watu fulani ambao wana nafasi katika uongozi, wakamfikishia Mama Samia. Wewe Sheikh Izzuddin mkubwa na umepewa nafasi kubwa na ofisi ya mufti imekukirimu mara nyingi, lakini inaonekana ile kurudisha shukrani, jambo hili limekushinda. Sasa naam, huwezi ukaitwa kikao alafu ukazungumza jambo jingine. Mimi nina msikiti nasimamia, ukija ukiniambia naomba nije nitoe khutba, nitakupangia masharti. Nitakwambia khutba yako ichukue dakika ngapi, usizungumze mada fulani na fulani na fulani, usizungumze. Nitakupangia masharti. Naam, nitakwambia fuata utaratibu huu, utaratibu. Kila mahali pana utaratibu, ndio maana mambo huenda, na huo ndio Uislamu. Balagha, waliosoma balagha wanajua. Katika balagha tunasoma balaghatul kalam. Balaghatul kalam ni nini? Hiya mutabaqatul kalam li muqtada al-hal. Balaghatul kalam ni kuzungumza mazungumzo yanayoendana na hali halisi. Huwezi ukawa mazikoni ukazungumza habari ya harusi. Huwezi ukawa harusini ukazungumza habari za mauti. Huwezi ukawa kwenye kikao kinachozungumzia uchumi ukaenda ukazungumzia jambo jingine ambalo halihusiani na uchumi. Ni lazima kila mahali uzungumze kwa ustaarabu. Ukiwa una maoni kwa raisi na kiongozi, yafikishe maoni yako katika njia sahihi. Ndio msimamo wetu sisi Ahlus Sunna wal Jamaa. Sisi hatujafundishwa kuropoka tu mbele ya rais na viongozi eti kwa kuwa nimepata nafasi tena ndo nitumie ninavyotaka mimi. Si sawa. Ama suala la kusema Sheikh Izzuddin kwamba eti wanakuonea wivu linawachoma jambo la wewe kupata permit, hii si kweli. Hii si kweli, kwa sababu hapa tuna mashekhe ambao wanapendwa zaidi yako. Tuna Sheikh Uthman Maalim. Sheikh Uthman Maalim anapendwa zaidi yako na yuko muda mrefu anaishi. Sheikh Uthman Maalim yupo kipindi chote hiko na hajawahi kulalamika mazungumzo kama hayo unayozungumza wewe. Kwa nini iwe wewe? Kwa nini Sheikh Uthman Maalim kipindi chote muda mrefu hapa amekaa, miaka mingi amekaa, tokea kijana mpaka sasa hivi mtu mzima, na yupo anaishi Zanzibar? Sikwambii wewe unayekuja na kurudi, yupo hapa anaishi hizo, na wala hatujawahi kumuona akiropoka kama hivyo kwenye mitandao akipakazia baraza la ulama au ofisi ya mufti. Kwa hiyo uje uonewe wivu wewe tena watu uliowachome kupata permit wewe, wakati hapa kuna Wakenya wanakuja na kutoka, kuna Wakenya wanaoishi na wameshaishi miaka mingi. Sasa tena ofisi ya mufti ije kuonewe wivu wewe ni jambo ambalo hata akilini haliingii. Kwa hiyo mimi nakuhusia binafsi, na nimekupigia simu tokea jana baada ya kuona clip yako hii, nakupigia simu ili nikuambie tu kwamba hiki ulichokifanya si sahihi. Rudi uombe radhi, rudi uweke sawa maneno yako, si sahihi. Kwa mujibu wa mafundisho ya Mtume, kumtupia kiongozi maneno kama vile si sahihi, kuleta mfarakano baina ya Waislamu na viongozi wao si sahihi, ni upotoshaji. Pengine labda umeanza kuathiriwa na mwenendo wa baadhi ya Wakenya, kwa sababu Wakenya wengi hasa vijana hawana nidhamu kwa viongozi wao. Tunaona wanawaropokea marais wao, yani hawana heshima. Sasa sijui na wewe umeathiriwa, sasa unaanza kuwatupia viongozi wa huko. Kama fanya huko Kenya kwa viongozi wa huko Kenya, lakini viongozi wetu sisi waache tafadhali, mimfadhlik, waache na usiwaropokee maneno machafu. Bali katika mazungumzo ya Sheikh Izzuddin kwa ujumla kuna maneno ya uongo mengi sana. Kwanza hakuna uthibitisho huko kufungiwa kwake, hakuna uthibitisho, na mazungumzo yake yanaashiria hajaitwa wala hajapewa barua, yani kaamua tu azungumze. Tena amefika mbali, anasema wanajifakhiri kwamba wamenifungia. Yani maana yake wa viongozi wetu wa dini hapa, Allah wahifadhi walipe khairi, eti wanajisifu kwamba wamemfungia Sheikh Izzuddin. Wewe mpaka kama tena wao na huifakhiri yule tumemfungia. Mmenifungia nini? Mmenifungia lipi? Mmenifungia wallahi huu uongo, na ukiitwa uthibitishe Sheikh Izzuddin utashindwa kwenye hili.
Ni lini watu wamekaa wanajifakhirisha kwamba tumemfungia Sheikh Izzuddin? Wapi? Una uthibitisho gani kwenye hili? Na amesema kwamba eti hawa watu wamewekwa wasimamie dini. Hawafai kusimamia dini hawa. Ya akhi, kuna mambo mengine yani utaona haya ati hawa ni watu wamewekwa wasimamie dini. Si ni kuonyesha kwamba huyu mufti ana watu dini hawastahiki, bali amewaita wanafiki, akaja akawaita kwamba ni wenye nyuso mbili. Kuna watu hawafai pale, na mimi wakinitaka waniite niko tayari kuelezea ushuhuda kwamba kuna watu hawafai. Wakikuona watateka na wewe, lakini tahsabuhum jami'an wa qulubuhum. Kwa nini iwe namna hiyo? Tunataka wewe, inna Allaha yabghadhu dhal wajhaini, Mungu atukia mtu mwenye nyuso mbili. Akikuona na cha ajabu, mimi nikienda angalia, mimi wallahi hakuna kitu kibaya jamani kama unafiki. Ukienda ukwambia wewe kwetu huji kutoa maidha, nyinyi mmenifungia mumtaki. Sheikh Izzuddin mnafiki, mufti hafidhahullah ni mnafiki. Mashekhe wetu hawa wawe wote wanafiki mkweli wewe, yani hawa mashekhe wote hawa, baraza la ulama na viongozi wote wa kidini, yani wawe wanafiki, wawe ni wenye nyuso mbili, wote wawe hawafai, wewe ndio unaifaa. Yani wewe watu wote hawana akili, hawa viongozi wote waliowateua wale hawana akili, wewe ndio mwenye akili. Mimi nasema tena kwamba sasa hivi ikiwa baraza litakufungia, baraza la ulama au ofisi ya mufti ikiwa itakufungia hapa Zanzibar kuja, wanastahiki. Na tunaomba uombe msamaha, waombe msamaha mashekhe zetu, kwa sababu umewazungumzia vibaya kwa maneno ya uongo ambayo hayana uthibitisho na hukutumia busara katika kuzungumza kwako. Na ndio maana mimi binafsi licha ya mapenzi yangu yote kwako, lakini kwenye hili siwezi kustahamili, na hii ndio njia ya uadilifu. Unapochupa mpaka, hata kama wewe ni katika sisi, lakini unapochupa mpaka lazima tubainishe, na tunabainisha hadharani, kwa sababu wewe umechafua hadharani na umeleta fitna na uongo. Kwa hiyo sisi tuna imani na ofisi ya mufti, tuna imani na mufti wetu, tuna imani na viongozi wetu wa serikali ambao wamewachagua wao, na tunaona kazi nzuri inayofanyika. Inawezekana huoni wewe tu kazi inayofanywa na ofisi ya mufti, lakini sisi wenyewe Wazanzibari ambao tunaishi hapa, achana na wewe unayekuja na kuondoka na unaisikiliza maneno ya watu wanaokupa alafu tena ukaanza kuropoka. Sisi tunaoishi hapa tunaona mabadiliko, tunaona kazi inayofanywa na ofisi ya mufti, tunaona na tunahisi na tumepata utulivu kwa sababu ya chombo hiki cha kidini. Kama wewe hujapata utulivu au kuna mtu mwingine hajapata utulivu kwa sababu ya ofisi ya mufti, huyo mtu ni mkorofi. Ukiwa mkorofi huwezi kupata utulivu. Ndio kuna baadhi ya watu ukizungumza hivi wanadhani kwamba labda unaanza kuleta siasa, wewe labda unaingia kwenye uwanja wa siasa. Hapana. Na haya maneno alizungumza Sheikh Izzuddin kwamba ofisi hii inatumiwa kisiasa, si kweli. Si kweli, hakuna siasa inayotumiwa. Kile ni chombo cha dini ambacho chombo cha dini kilichoteuliwa na serikali. Wao mashekhe wanapaswa na lazimika kuwaheshimu viongozi wa serikali. Hayo ni mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tena kule kuwaheshimu kwao viongozi wa serikali iwe ndo eti ndo siasa, ndo wanachanganya dini na siasa. Hasa ujumbe huu unapenda kumtumia mufti wa Zanzibar, watamharibia ile kabineti yake. Ikiwa watu watakuwa wakifanya kwa maslahi ya huyu nampenda mimi, huyu rafiki yangu, huyu kwa karibu na mimi, sawa, huyu hako na mimi, huyu. Dini haitakiwi kuingizwa siasa ndani yake ya hii siasa yetu ya kuwa aniungae nitamruhusu, asoniunga block. Haya ni maneno gani upuuzi unayozungumza shekhe mzima? Sisi sijui tukutafsiri vipi. Mwisho nahitimisha kwa kusema Sheikh Izzuddin, omba radhi viongozi na rekebisha maneno yako ambayo ni ya upotoshaji.